Mbona Biblia yenyewe iko na picha za msikiti? Mpe Biblia na maiki. Anapinga hii ni nini? Hawezi kupinga, mpe maiki nini? Mpe asome. Ni msikiti. Na ni nini? Ukague kama ni Biblia na uibike. Kwa sababu ni habari njema kwa watu wote. Yaani anashangaa. Si hapa. Mpe. Hii Biblia. Kama unafuata mafundisho ya Biblia na unaendanisha nayo, lazima umsujudie nani? Sujudie nani? Judu ni kupeleka kichwa wapi? Kwa hivyo wewe kutoka leo ndio wewe mfuasi wa Biblia, lazima uweze kufanyaje? Lazima uweze kusujudu. Safi kabisa. Sijaona kabisa kakangu. Takbir! Safi kabisa. Rafiki yangu, watu wakikuona wewe unasujudu, wakipita wakuona watasema umekuwa na nasema na kwa Muislamu. Kumbe Yesu anataka wewe uwe nani? Imeandikwa, amelaaniwa kila mtu afanyaye nini? Lakini unajua yeye alikuwa ashafanywa. Ina maana alifanywa nini? Alifanywa laana. Kwa hivyo wewe unakubali Yesu amelaaniwa? Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Qur'ani msikitini, lakini Qur'ani ni mwongozo kwa watu wote. Hata wewe Qur'ani tutakupa ukitaka, si ya Waislamu, isipokuwa Waislamu ndio wanaitumia katika ibada na mambo mengine. Tutajuaje ni kitabu gani sahihi? Tutajuaje? Asante sana, tutauliza, tutajuaje? Sisi Mwenyezi Mungu anatuambia alichoteremsha ni Torati, Injili na Zaburi na Qur'ani. Vitabu vingapi? 4. Musa kapewa nini? Torati, sawa? Unajua hilo? Ndio najua. Unajua sasa. Wewe nisaidie, ndio nisaidie sasa, Biblia kapewa nani? Juma, nakusikiza. Nisaidie sasa, kwa sababu mimi nimekwambia Muislamu anaamini vitabu 4, Torati, Injili na Zaburi. Mimi nimeuliza tu ni kitabu gani sahihi? Ni Biblia ama ni Qur'an? Labda tuangalie alafu useme. Sawa, tunaweza angalia. Mbili Qur'an. Dhalika alkitab. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Safi. Dhalika alkitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Twende. Inasema hiki ni kitabu. Sikiliza rafiki yangu, hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Qur'ani haina shaka ndani yake, na ni uongozi safi kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Mpe. Umeona? Nimesikiza. Haina nini? Haina dosari yote. Hiyo ni kitabu gani? Ni Qur'an. Wewe nifunze sasa, Biblia inasemaje? Unajua hiyo Biblia mimi sijaingia ndani sana hapa kujua zaidi. Kwa sababu hivi vitabu vingi. Ndio. Ama hizi dini mbili. Ongea na sauti mimi sikusikii. Ama hizi dini mbili. Kristo na Uislamu. Nikisikiza pande hii na pande hii. Na naona ni kama pande hii kuna ukweli na bado pande ile nyingine kuna ukweli. Sasa mimi nakwambia ukweli ambao uko kwa Uislamu na Qur'an. Sasa wewe uniambie huo ukweli mwingine ni upi? Kwa sababu wakati Mwenyezi Mungu alikuwa bado yuko duniani. Ndio, Mwenyezi Mungu akiwa wapi? Duniani. Alikuwa anaenda kanisa, sio msikiti. Mungu hajawahi kuja duniani rafiki yangu. Mungu. Mwenyezi Mungu kwanza unatumia jina, ni muweza wa kila kitu. Ukisikia Mwenyezi, yeye anaweza kila kitu. Lakini mambo ya kusema alikuja duniani hajakuja. Lakini hebu funika Qur'ani mwalimu wangu, kwa sababu Juma naona umesema tuingie kwa Biblia, si kweli? Safi kabisa. Je, unafuata mafundisho ya Biblia wewe? Naifuata. Je, unampenda Yesu? Kabisa. Yesu akisema kitu utakataa leo? Mbona nikataa? 2:6 waraka wa Yohana.
tunaenda tu taratibu, tunafunzana vipi freshi. Kuwa Muislamu ni kuamini Mungu ni mmoja, hakuzaa na hakuzaliwa na ana mwenzake, ni yeye. Akisema saa hii tuzame hapa, tunazama. 2 ngapi mwalimu? 2:26. Waraka wa kwanza wa Yohana. Safi kabisa. Inasema hivi. Aha. Nimewaandikia haya. Waraka wa ngapi? Waraka wa kwanza wa Yohana 2:26. Hebu angalia wa pili. Enendeni Nineve, enenda. 2:16. Itakuwa 2. Aha. 16 itakuwa waraka wa kwanza wa Yohana 2:6. 2:6. Hebu nisome. Inasema yeye Yesu, yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, yeye kama Juma na wengine wanaokiri kwamba Yesu anakaa ndani yao. Inaendelea kusema safi, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama alivyoenenda. Inampasa wewe Juma uenende kama Yesu alivyoenenda, mpe. Kwa hivyo kama unakiri kwamba Yesu yuko ndani yako na wewe uko ndani ya Yesu, Yesu anatufunza ufanyeje? Tunaenenda kama yeye alivyokuwa. Je, Yesu ashaienda Catholic? Hapo sasa sisi haujui, lakini Biblia si inajua. Biblia inajua. Tunauliza Biblia 4:23 Mathayo. Yesu kaenda kanisani, kaenda wapi? Haya, Mathayo. Mathayo 4:23. Sawa kabisa. Mathayo 4:23. Ndio pale mwalimu. Inasema hivi. Naye upate raha dunia. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote. Yesu akifundisha katika masinagogi yao. Mpe. Ati Yesu alikuwa anazunguka akiingia wapi? Sinagogi. Unajua maana ya sinagogi? Sinagogi najua maana. Tuambie ni nini rafiki yangu? Nasema msikiti. 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 Ndio. Asante sana. Kumbe wewe unajua Yesu alikuwa anaenda msikitini na wewe unaenda Catholic. Juma, nakusikiza. Kumbe unajua Yesu alikuwa anaenda msikitini lakini wewe unaenda wapi? Unajua jina sinagogi. Kuna watu wengine kama mimi. Hiyo sinagogi. Wengine wanaamini kwamba hiyo sinagogi ilikuwa ni msikiti. Na hiyo msikiti Yesu alikuwa anaokoa watu. Na ndo manake alikuwa anaenda msikiti kuokoa wale walikuwa wamepotea, walikuwa huko. Kwa hivyo mimi najua hivyo. Okay, sawa, haina tatizo. Kwa hivyo tumepata kumbe Yesu alikuwa anaingia kama msikitini, sawa? Hapo ni sawa. Lakini alikuwa anaenda kuokoa wale walikuwa huko. Anaokoa kivipi? Kwa sababu wokovu unapatikana siku ya mwisho. Sasa hivi huwezi kuokoka. Kwa sababu ukisema umeokoka ina maana umefaulu. Sasa wewe hujafaulu, tuko naye hapa duniani, unafanya dhambi kila siku. Kwa hivyo huwezi kuwa umeokoka. Wewe unafanya dhambi kila siku. Hakuna, hebu mpe huyo usikilize. Mpe huyo usikilize. Naam. Ezekiel. Hebu 18:20. Ama unakumbuka ile andiko linasema hakuna mwanadamu ataishi duniani bila kutenda dhambi. Kwa mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema sana. Mhubiri ngapi? 7:27. Sio 27. Hakuna mwanadamu mwenye haki ambaye atenda mema asifanye na dhambi. Ndio. 7:20. Mpe maiki. Biblia inasema hakuna mwanadamu atakaa duniani bila kutenda nini? Dhambi. Kwa hivyo huwezi kuwa duniani na unasema una dhambi. Maneno ya uongo. Sasa unasema kila siku. Si ndio? Hata ukiangalia mwanamke anayomtamani na si halali yako, si ni dhambi? Ni 7:20 Mhubiri. Bila shaka ndio. Hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani. Safi. Ambaye afanya mema ndio asifanye dhambi. Mpe.
Hakuna mwanadamu yoyote wakianza na Juma atakayefanya mema akose nini? Kosa dhambi. Huwezi kosa rafiki yangu, kwa sababu utasema uongo, utasema nini, utafanya, utarudi, utaconfuse mambo mengi tu. Sasa turudi kwa hiyo neno sinagogi. Sawa. Kwa hivyo umekubali una dhambi na unatenda. Safi kabisa. Hiyo neno sinagogi. Kama kuna mahali tunaweza iangalia tuone kweli kama msikiti. Biblia iko hapo, mimi nina kifua rafiki yangu. Simwambie mwalimu wangu akuoneshe. Gani hiyo? Bali sinagogi. Ndio. Acha nikuoneshe. Alafu mpe Biblia na maiki. Na ukiona utaifuata ama mpe Biblia na maiki. Tena Biblia yenyewe iko na picha za msikiti. Mpe Biblia na maiki. Anapinga hii ni nini? Hawezi kupinga, mpe maiki. Mpe asome. Nini? Ni msikiti. Na ni nini? Biblia. Sasa inatambua msikiti. Chukua maiki nani Ujuma. Umeiona? Haya, sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Mpe maiki. Umeiona rafiki yangu? Kwanza imeandikwa. Nimeiona. Imeandikwa. Imeandikwa kwenye Biblia. Inasemaje? Sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Sasa unasemaje? Hapo niko nusu sasa hivi. Uko nusu? Hapo niko nusu. Wacha nimalize nikuvute uingie mara moja. Sawa. Anasemaje? Ati unauliza Biblia mbona ikuwe na msikiti? Sasa rafiki yangu, kwa sababu wewe angalie vizuri. Hebu fungua andiko lolote unalojua. Wewe angalie ukague kama ni Biblia, uridhike, kwa sababu ni habari njema kwa watu wote. Yaani anashangaa. Si hapa. Hii Biblia. Ana. Basi. Naam. 3:16 mfungulie mtu. Yohana. Tatizo la nini? Sema andiko lolote. 3:16. Hiyo sio ya msikitini. Biblia rafiki yangu, tumeinunua tu, tukipita tunaisoma. Inasema kwa maana jinsi hii safi Mungu alipenda ulimwengu, sawa, hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mpe mai. Ni Biblia hiyo. Hiyo ni Biblia kabisa hiyo. Asante. Inatutangazia Yesu alikuwa anashiriki wapi siku ya ibada. Biblia yenyewe inasema alikuwa anaenda sinagogi. Ambaye ni nini kwa Kiswahili? Msikiti. Barikiwa sana. Kumbe Juma Catholic, Yesu wapi? Hakukanyaga huko. Nasema hivi, Juma leo si Sunday, si ulikuwa Katoliki? Leo sikwenda. Au kwenda? Sikwenda. Na huyo askofu huko Katoliki anaoa? Wao hawaoi. Haya. Rafiki yangu. Safi. Umeniambia mimi kuconvince uje katika Uislamu, si ni kweli? Ndio. Number 1 tumepata Yesu alikuwa anaenda wapi? Sinagogi. Ambaye ni nini? Barikiwa sana. Kumbe Yesu alikuwa anashiriki msikitini ibada yake, sawa? Ushawaenda msikitini? Kama sana. Hakuna viti msikitini. Hakuna. Kwa sababu gani unajua hakuna? 4:10 Mathayo. 4:10 Mathayo. Ndio. Inasema hivi. 4:10 Mathayo. Inasema ndio. Ndipo Yesu alipomwambia, ndio, nenda zako Shetani. Safi. Kwa maana imeandikwa, usujudie Bwana Mungu wako. Ufanyeje? Umwabudu yeye peke yake. Mpe. Yesu anatuambia anafaa kuabudiwa na kusujudiwa ni nani? Hebu mpe arudie. Huyo ana matatizo, atarudia tu.
Kwa Yesu alipomwambia nenda zako shetani, safi, kwa maana imeandikwa, ndiyo, sujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Mpe. Umesikia hiyo? Nasikia. Inasemaje? Sujudie Bwana Mungu wako peke yake. Peke? Ukisikia peke yake kuna wapili wake? Hamna. Safi kabisa. Je, wewe unasujudu? Naabudu, si sujudu. Au sujudu? Na Yesu anasema kuabudu Mungu ni kufanyaje? Sujudu. Wewe unasujudu ama hujui maana ya kusujudu? Tuulize. Kusujudu. Kulingana na mimi naona kama kuweka baba la uso chini. Hebu tuoneshe tu. Sijui mswala umeacha kwa gari ama nini. Hebu Juma tuchukulie tu hiyo mswala kidogo. Tuchukulie hiyo mswala kidogo, huyo jamaa tuoneshe. Atuoneshe ana sujudu kweli. Itakuwa raha kwetu sisi tukiona wewe Mkristo una sujudu. Sasa siwezi sujudu saa hizi. Si kitu tu ya kueleweka, unaweka baba la uso chini. Ndio unajua ni vipi, namna gani yani. Unajua kusujudu ni tendo fulani. Kweli. Sasa ndio nauliza vipi? Unaweka magoti chini. Alafu unapeleka kichwa chini. Hebu tuoneshe kuna tatizo gani? Ngoja uletewe nini hapo. Uweze kunini isikunini. Usichafuke. Kwa sababu mimi najua unaogopa hiyo. Unaogopa kuchafuka. Najua hiyo inafanyika msikitini. Itafanyika hata hapa, tutaswali hapa sisi saa 10. Hamna tatizo tena, tutaswali hapa kwa raha zetu, kwa sababu tunaambiwa sisi dunia hii yote ni ya Mwenyezi Mungu. Na mahali popote umepatikana na wakati wa kuswali unasali. Lakini msikitini tunawahi kwa sababu huko ndio. Hebu mtaandikia hapo. Mtaandikie huyo hapo hiyo. Mtaandikia sujudu. Kwa sababu anasema ana sujudu. Tuoneshe rafiki yangu, nimekupa nafasi sasa. Nimekuambia naabudu. Nionyeshe. Maiki yake mpe maiki ya sujudu nayo. Sujudu tu na maiki ya kwako hiyo. Kanisani upewi nafasi rafiki yangu na maswali. Sijaona, rudia tena rafiki yangu. Hujaona? Sijaona kabisa kakangu. Takbir! Rafiki yangu mzuri. Sasa Waislamu wanafanya hivyo. Je, wewe unafanyaga hivyo? Mimi magoti peke yake bila kuweka. Lakini upeleke kichwa wapi? Kwa hivyo wewe unakuwa mpinga nani? Kuweka goti haimaanishi nimepinga. Yesu kasema tuabudu Mungu kwa kufanyaje? Je, unasujudu? Kwa hivyo wewe ni mpinga nani? Siwezi kuwa mpinga. Huwezi kuwa mpinga Kristo. Siwezi. Lakini Kristo mwenyewe anakuambia upeleke kichwa wapi? Lakini kwa kuwa wewe ni mpingaji wake, haufanyi nini? Sione kama kutopeleka kichwa chini. Hiyo ni lazima. 22:9 Ufunuo. Hiyo ni lazima. Ufunuo 22:9. 1-2. Inasema ni lazima rafiki yangu. Naye akaniambia, Adam ndiye alianza, akakuja Ibrahimu kupeleka kichwa chini. Hakuna mtume wa Mwenyezi Mungu akupeleka, hakuna. Naye akaniambia, angalia, ndio, usifanye hivi. Safi. Mimi ni mjoli wako, ndio, na wa ndugu zako manabii. Safi. Na wale wayashikae maneno ya kitabu hiki. Kitabu gani hiki? Hebu mpe maiki huyo. Kitabu gani hiki? Ambayo Biblia unaishika, si ndio? Inasemaje? Mpe amalize. Sujudie Mungu. Mpe. Kama unafuata mafundisho ya Biblia na unaendanisha nayo, lazima umsujudie nani? Sujudie Mungu. Sujudu ni kupeleka kichwa wapi? Kwa hivyo wewe kutoka leo ndio wewe mfuasi wa Biblia, lazima uweze kufanyaje? Lazima uweze kusujudu. Safi kabisa. Watu wakikuona wewe una sujudu, wakipita wakuona, watasema umekuwa na Nasema nimekuwa Muislamu. Kumbe Yesu anataka wewe uwe nani? Muislamu. Saa ngapi rafiki yangu? Si umesema nikuje, si nimekuja rafiki yangu. Nimekuja. 3:11 Luka. Yaani mapito ya kitabu kijana. Wacha tukuvute tu kidogo kidogo. Haya. Umeiona? 3:11 Luka. Tunajua tukanzu.
Kijana kashakubali msikitini, kashakubali kusujudu, sasa tunamvisha twende msikitini. Akawajibu akiwaambia, ndio, mwenye kanzu mbili safi na mpe asiye na kanzu. Mpe. Juma, una kanzu wewe? Sina kanzu. Na mimi na mbili naambiwa nikupe ngapi? Moja. Uko tayari kupokea? Bado. Kwa hivyo unaendelea kupingana na nani? Wajua kama ni unaniweka kwa njia, sisemi kwamba napingana na Kristo. Kama utaki hiyo mafundisho ambayo tunafundishwa, lazima ukuwe mpingaji, kwa sababu ukikubali lazima ufuatane nayo. Safi. Niko na swali lingine hapa kidogo. Leta. Hiyo Qur'ani, mwandishi wa Qur'ani, kwa sababu venye nasikia kwamba kuwa imeshuka kutoka mbinguni, lakini naona ni maandishi imeandikwa. Kwani ilishuka ikiwa imeandikwa, waandishi walikuwa mbinguni ama mwandishi wa Qur'ani ni nani? Rafiki yangu, nataka tumalize. Umesema Qur'ani imeandikwa na waandishi wa Qur'ani ni nani? Mpe huyo maiki, sikiliza. Sisi tunaendaka na ushahidi. Imani yetu tumeacha msikitini hapa kwa uwanja, tumekuja na vitabu 80:13. Haya. Qur'ani. Ndio. 80:13. Na umuonesha rafiki yangu huyo yuko. Asije akasema ni mazingaungo. Hebu angalia rafiki yangu Ndio. 80. 13. Hadi karibu. Wacha tuanze 11. Safi, nzuri tu zaidi. Sivyo. Hakika aya ya Qur'ani hii. Ni nasaha, mawaidha. Sawa. Basi kile apendaye atawaidhika. Ndio. Asiyetaka basi mwachile mbali. Kama hutaki kusikiliza, tunakuacha sisi. Hatukulazimishi kusikiliza mambo ya Mungu. Ndio. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa. Safi. Zilizotukuzwa. Ndio. Zilizotakaswa. Safi. Zilizomo mikononi mwa malaika. Ndio. Waandishi wa Mwenyezi Mungu. Mpe. Umeiona? Angalia waandishi wa Mwenyezi Mungu. Ni akina nani? Au sio juu, lakini hapo imesema nani? Sikiliza, arudie. Hujasikia? Ndio nilisema unafuatilia hapo, itakuwa raha sana. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa. Safi. Zilizotukuzwa. Ndio. Zilizotakaswa. Safi. Zilizomo mikononi mwa malaika. Nani? Waandishi wa Mwenyezi Mungu. Mpe. Waandishi malaika. Ndio walietuletea Qur'an. Wenye walileta Torati, Injili na Zaburi. Safi. Umeelewa hiyo? Umeelewa. Leta hiyo swali lingine. Kama twende msikitini, una tatizo gani? Leta hiyo swali lingine. Sioni kama na swali lingine. Ile tu nilikuwa nataka kujua kuhusu Qur'an. Imefanyaje Qur'an? Ndio nilikuwa nataka tu nijue waandishi ni akina nani, lakini sasa leo nimejua Umejua? Sikuwa nimejua hiyo. Kama uko unajua hiyo na umejua, basi karibu katika msikiti. Alafu msikitini, unajua sisi tukifika tunatawadha. Unajua maana ya kutawadha? Kuosha miguu. Kuosha miguu. Na wapi? Mikono. Je, wewe unafanyaga hivyo huko chachi ya Kato? Hamna hiyo. Kwa nini? Na Biblia inasema ufuate haya mafundisho. Kwa Biblia kuna ama unaogopa maji? Hakuna kuogopa maji. Asante. Kama uogopi, inafaa ufanye nini? Unafaa utawadha. Je, wewe unatawadhaga? Kwa sababu mimi naamini Biblia, na Biblia sidhani kama kuna maana imeandikwa hiyo. Hebu sikiliza 13:5 Yohana. Hatijaandika. Imeandika kabisa. Yohana, nisaidie hiyo mswala Musa. 13:5. Haya. Yohana 13:5.
Inasema hivi, kisha akatia maji katika bakuli safi, kaanza kuwatawadha wanafunzi miguu, ndio, na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaje kwa Simon Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe nitawadha miguu mimi? Ndio. Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Ndio. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Sawa. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha, kama wewe wenye unasema Juma, kama utaki kutawadha, huna shirika nami. Mpe. Kama utaki kutawadha, huna ushirika na nani? Na Yesu huna ushirika naye, unadai tu madai. Safi. Nauliza, wakati alikuwa anatawadha wale wanafunzi, alikuwa anaenda kuomba ama ilikuwa tu wanatawadha tu? Ilikuwa lazima watawadhe ndio waoge, mpaka yani kutawadha alafu ndio kuswali, kwa sababu hata Musa alikuwa anatawadha wakiwa na Haruni kabla ya Yesu na sisi. Sawa. Umeelewa hiyo? Leta hiyo nyingine tumalize. Hizo 4 tumemaliza. Ya mwisho mimi najua ni ya 5 na ndio inamalizana nayo. Na utai kuitoa. Naomba uitoe tumalize. Asina ingine bwana. Kama uko ingine basi sema bismi. Bismi. Wewe uko tayari kuwa Muislamu, sawa? Nimekubali. Saa ngapi? Sasa hizi. Sasa hizi. Sasa hivi. Sasa hivi. Sisi hatukupeleki kwa maji. Tunakumalizia hapo ukiri kwamba Mungu ni mmoja, hakuzaa na hakuzaliwa. Ana mpango ya kukuwa na bibi ama yani mwanamke. Yeye swali ya mwisho. Leta, si nimekuambia. Hapo kwa kusema hakuzaliwa. Hakuzaa safi. Ndio. Hakuzaliwa. Mungu hawezi zaliwa, atazaliwa na nani? Mbona Biblia hii ambayo tunaitumia inasema alizaliwa? Nani? Yesu ama Mungu? Yesu. Yesu si Mungu. Lakini nyinyi mnakataa, mnasema hata hakufa. Sio sisi tunakataa. Ni Mwenyezi Mungu anatutangazia, kwa kuwa Yesu ni nabii wake, anatuambia chombo cha msalaba ni laana. Haiwezekani mtume wa Mwenyezi Mungu akawa na laana. Haiwezekani. Ndio maana tunakataa. Kwa sababu Mungu kashakataa. Wewe unasema hakufa kabisa. Sio sisi. Biblia inakataa sasa ama ni Qur'an? Zote. Biblia pia inakataa. Kabisa tena. 3:13 wa Gala. Sikiliza hiyo. Haya. Ndio. 3:13 Galatia. Ndio. Haya. Yaani nakupeleka step by step, pole pole tu. Alafu ni kuacha rafiki yangu tuende msikitini, usilimu uje pande nyingine ndio tukakunywa supu huko Paradise na Yesu. Anashangaa kusikia Biblia pia inasema Kristo ndio alitukomboa katika laana ya Torati. Mpe kwanza huyo. Wewe unaamini Torati ni laana? Unaona sasa, tumpe sasa. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yako, ndio. Maana imeandikwa. Sikiliza vizuri hiyo. Maana imeandikwa, ndio, amelaaniwa kila mtu aangikwai juu ya mti. Mpe. Ati kila mtu alienda kwa msalaba akafanyeje? Akaandikwa. Amelaaniwa yeyote mwenye anaandikwa katika mti. Na Yesu unatuambia kaandikwa katika nini? Wenda pengine ni baada ya yeye. Mpe arudie tena. Kristo. Mpe. Kristo nani? Kristo mwenyewe. Safi kabisa. Hapo ni mambo yake tunaongelea, si ya mwingine. Alitukomboa katika laana ya Torati. Ndio. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Mpe. Imeandikwa, amelaaniwa kila mtu afanyaye nini? Lakini unajua yeye alikuwa ashafanywa. Ina maana alifanywa nini? Alifanywa laana. Kwa hivyo wewe unakubali Yesu amelaaniwa? Haiwezi kuwa hivyo, ndio tunasema hakuenda wapi? Manake unasema hakufa. Safi kabisa. Kwa sababu hatuwezi kubali kana laana na mtu aliyelaaniwa anaenda jehanamu. Sasa wewe useme Yesu aende jehanamu, wewe uende paradise. Aje, itawezekanaje rafiki yangu? Hata ukitangaza na helikopta haiwezekani. Si mimi. Sawa, ni vitabu. Safi kabisa. Vitabu hapo basi. Una lingine ama bado umekwama mahali?
Usiogope hiyo maiki nimekupa, uliza maswali yote. Sisi Waislamu hatuna kuficha ficha. Hatukuambii sijui uko na roho mchafu ukiuliza maswali. Hapana, tunataka maswali sisi. Mimi naona hiyo Biblia ile inasema yeye alikuwa ameshafanywa. Hiyo sasa yeye alikuwa ameagikwa kwa mti. So sisi haisemi hivyo. Labda Kiswahili tu ndio matatizo. Mpe arudie mara nyingine. Hana matatizo huyo. Kristo ndio alitukomboa katika laana ya Torati. Safi. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Ndio. Maana imeandikwa. Rudia tena. Maana imeandikwa. Rudia. Maana imeandikwa. Ndio. Amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Mpe. Amelaaniwa kila mtu aandikwaye wapi? Juu ya mti. Kwa hivyo yoyote aliyefika juu ya msalaba kafanyaje? Wewe unaamini hiyo sasa? Pia kama Biblia kidogo. Kama sasa hiyo Biblia tena pia kidogo nachanganya hiyo. Lazima. Hiyo sasa Biblia hiyo nachanganya. Sababu maandiko yenyewe nimeisikia. Na ipo kwanza umeiona? Nimeiona. Sasa hapo sina kusema. Kwa hivyo vuka tu pande hii bana. Vuka tu pande hii, sisi hatuna kifua. Uruke pande hii basi, kwa sababu uliahidi nilete ushahidi, nimeleta. Kuna lingine? Sioni. Auoni? Sioni kama kuna lingine. Unakubali Mungu ana mtoto, sawa? Mungu naye hana mtoto. Hawezi zaa kwa sababu ana sehemu ya kuzaa. Mungu ana sehemu ya kuzaa, atazaa vipi? Umekubaliana nayo? Umekubaliana nayo? Unasemaje sasa? Hebu mpe huyo maiki. Hebu mpe huyo dada. Wewe usiondoke hapo. Vuta pumzi. Ama si swali analo huyo dada. Mpe maiki. Una swali? Mpe maiki huyo. Kuwa tayari. Hebu nione Wakristo hapa walio karibu hapa. Mzee wangu Mkristo.